Naam, bado tupo hapa kanisani Uzima Katika Neno. Tunazidi kusikiliza mawili matatu kwa watu ambao wanao la kushana sisi kuhusiana na jambo ambalo Mungu ametenda juu ya maisha yao. Dada, Bwana asifiwe sana. Amina. Kwa majina yako tafadhali? Kwa majina naitwa Teddy Joseph, nasali hapa Uzima Katika Neno, mji wa Laha. Naam, dada Teddy. Ndio. Kuna kipi cha kushana sisi siku hii ya leo? Tumesikia ushuhuda wako ambao wengi wanataka wajue kuhusiana na ushuhuda wako. Ilikuwa ni siku ya Ijumaa, nilipigiwa simu, nikaambiwa babangu ni mgonjwa, kapata ugonjwa wa kuparalyze, yani kapigwa stroke. Ikabidi nije, ilikuwa siku ya ibada, nikaja ibadani. Nilipofika ibadani, nikakutana na somo linasema kudhibiti changamoto. Mchungaji akawa anahubiri, anasema uwe jasiri katika yale unayokabiliana nayo. Ukipata changamoto inabidi uwe jasiri, ujue kuikabili. Usilie kwa changamoto ulionayo. Nikavaa ujasiri ule. Mchungaji alivyokuwa anakihubiri, naona ile changamoto yangu mimi siwezi, nikawa naajia sana. Tulipoingia kwenye maombi ya kunja, tukaingia tukaomba. Baadaye nikapigiwa simu, nikaambiwa hali ya baba ni mbaya. Alikuwa kashikwa mguu wa kushoto na mkono wa kushoto na ulimi na mdomo, hawezi kuzungumza. Kadiri ya maombi, tulipokuwa tunapiga maombi, napewa majibu, naambiwa hali yake inaendeleaje. Baada ibada ilivyoisha, kaenda kukutana na mchungaji, nikamwelezea, akamwombea baba yangu. Baada ya hapo, kufika nyumbani, nikapigiwa simu, nikaambiwa anaweza kukunjua mguu, anaweza kukunjua mkono, vitu ambavyo alikuwa hawezi, lakini baada ya maombi aliweza kunyanyua mguu na mkono na akaongea. Hadi sasa hivi anaongea. Na baada ya maombi ambayo baba aliweza kumwombea, ndipo Mungu akaweza kutenda jambo kwa mzee wako ambaye alikuwa hawezi chochote kabisa. Ghafla akaanza kunyanyua mguu na akaanza kuongea. Ndio maana baada ya kufika hospitali, walivyompima hawakuona ugonjwa wowote. Nikamwambia tena mchungaji, hawajaona ugonjwa wowote. Mchungaji akaniambia kuwa jasiri, tutaomba, ni maombi tutakaenda kuyafanya, atafunguliwa na atakuwa salama. Naam. Hili jambo kubwa sana kwa mtu aliye paralyze. Ukiona anaponywa kwa maombi, tena yupo mbali, ni kuonyesha jinsi gani Mungu madhabahu anavyotenda. Kuna jambo gani la kuambia watu kuhusiana na mchungaji wa mahali hapa mji wa Laha Kiponza? Kitu ninachotaka kuambia watu, mnavyoona matatizo kama haya, msikimbilie njia za kienyeji, msiende sehemu yoyote. Mungu anatenda, hasa kupitia mchungaji wangu mimi, kupitia hili kanisa la Uzima Katika Neno Kiponza. Mchungaji anayo nguvu sana ndani yake, akitamka neno linakuwa. Kwa hii mimi ndio nipitia changamoto, haikuwa rahisi. Maana babangu mimi yupo mbali, hayuko hapa Dar, yupo mbali kijijini sana, ila Mungu kamponya kupitia maombi ya mchungaji wangu. Ukimwamini mchungaji wangu, ukimwamini kuwa ataomba na atatenda, Mungu kupitia yeye, kila kitu kinawezekana. Ibada leo tumeshuhudia ilikuwa ibada ya kuharibu kazi za giza na mambo kadhaa. Je, unatarajia nini kuhusiana na ibada ya leo, maombi ya leo? Natarajia mambo makubwa mno katika maombi ya leo. Natarajia uzima wa milele. Natarajia kuona matokeo yangu niliyoyaomba kupitia ibada ya leo, maana ilikuwa ni ibada ya nguvu kuliko ibada zote. Naam, hongera sana kwa ushindi ambao umeonekana juu ya familia yako. Mungu akubariki sana. Biblia inasema ulituma neno kuwaponya na kuwatoa katika maangamizo yao. Mungu ametenda, ametuma neno naye ameenda kuwatoa katika maangamizo yao. Uone pitia shida, karibu sana mahali hapa. Tunaye mchungaji ambaye anasikiliza shida na mchungaji ambaye anayependa kuwaombea wengi. Wote waliofika mahali hapa walikombolewa. Karibu sana mahali hapa Kiponza mji wa Laha.